Sasa nini cha kufanya ili kuweza kujizuia na tatizo la bawasiri? Kitu cha kwanza ambacho ni muhimu sana kukifanya ili kujizuia na tatizo la bawasiri ni kujitahidi kula vyakula ambavyo vinaweza kufanya choo chako kiwe chepesi, kwa maana ya kilaini. Lakini kitu kingine ni kujiepusha na vitu ambavyo vinavyoweza kusababisha tatizo la bawasiri. Kwa mfano, miongoni mwa sababu zinazotajwa kupatikana kwa tatizo la bawasiri ni kufanya mapenzi kwa kutumia njia ya haja kubwa. Kwa hiyo kujiepusha na tatizo hili au tabia hii, kuna posibiliti kubwa ya kujizuia au kujiepusha na tatizo la ugonjwa wa bawasiri. Kitu kingine ambacho tunashauriwa ni kula vyakula vyenye fiber, yani nyuzi, ili kuhakikisha kwamba unatengeneza mazingira kukifanya choo kitoka laini na kisichokuwa na madhara katika mfumo wa tundu ya haja kubwa, na hivyo kuweza kufanya mfumo wako wa haja kubwa kuwa imara na kutokuathirika kutokana na tatizo la bawasiri. Kutokana na sababu hiyo, ni vizuri kila mmoja wetu akatambua umuhimu wa matumizi ya baadhi ya vyakula, lakini pia matendo yote ambayo yanaweza kusababisha kuathiri katika mishipa ya damu inayozunguka tundu ya haja kubwa kwa ndani na nje. Baada ya kusema haya, niitumie fursa hii kuweza kutoa maelezo mafupi ya namna gani unavyoweza kupata tiba kupitia taasisi ya Islamic Dua Center. Bawasiri ni moja ya magonjwa yanayotibika na ziko dawa tofauti za uvimbe ambazo tunazitumia katika kutibu tatizo la bawasiri. Taasisi ya Islamic Dua Center tunatumia dawa inayoitwa Fetisupretol. Fetisupretol ni dawa maalum ambayo inatumika kutibu uvimbe wa ndani na uvimbe wa nje, na inasaidia digestion system na kuondoa madhara yatokanayo na matatizo ya haja kubwa ama mfumo wa haja kubwa. Dawa ambayo inapatikana katika nchi ya Mozambiki, katika wilaya za Zambezi, yani katika mkoa wa Pwani, katika nchi ya Mozambiki, katika wilaya ya Zambezi. Baada ya kutoa maelezo haya, ni kushukuru tena kwa kunisikiliza kwa mara nyingine katika kipindi hiki, na nimuombe Mwenyezi Mungu tukutane tena katika kipindi kingine muda na wakati kama huu. Wabillahi taufiki, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.